Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei amekanusha vikali madai kwamba Irani ilituma ujumbe kwa rais wa Marekani Donald Trump kupitia mwanamfalme wa Saudi Arabia. Ametaja taarifa hizo kuwa ni uongo mtupu unaoenezwa na vyombo vya habari vya Magharibi. Khamenei alitoa kauli hiyo siku ya Alhamis wakati wa hotuba yake iliyorushwa mubashara kupitia televisheni ya redio ya taifa ya Iran, ambapo alijadili masuala ya ndani ya nchi na ya kimataifa. Katika hotuba yake alitoa msisitizo mkubwa juu ya nafasi ya kikosi cha kujitolea cha Basij, akikitaja kuwa ni nguvu muhimu katika ulinzi, maendeleo na uthabiti wa kijamii nchini Iran. Aliwasifu wana Basij kwa uchapakazi wao katika sekta mbalimbali na kwa kusimama dhidi ya kile alichokiita mabavu ya mfumo wa kimataifa. Kiongozi huyo aliongeza kuwa mafanikio ya harakati za upinzani katika Gaza na Lebanon ni zao la fikra ya Basij ambayo imewalenga raia kuwa nguzo ya mapambano dhidi ya ubeberu. Akizungumzia mgogoro wa hivi karibuni kati ya Iran na Israel, Khamenei alisema kuwa Iran na watu wake waliweza kuiweka kando Marekani na utawala wa Kizayuni wakati wa mashambulizi siku 12 mwezi Juni. Alidai kuwa mataifa hayo mawili yalikuwa yakijiandaa na mzozo huo kwa zaidi ya miaka 20, lakini wakashindwa kufanikisha malengo yao. Khamenei alibainisha kuwa Israel ilipata hasara kubwa ya kiuchumi na kijeshi, huku akitaja Marekani kama mshirika anayeshindwa licha ya kutegemea teknolojia ya juu ya kivita. Pia alisema mauaji yanayoendelea katika ukanda wa Gaza yameifanya Israel na Marekani kuchukiwa zaidi duniani. Akiweka wazi msimamo wa Iran kuhusu mazungumzo na Washington, alisema, "Tunaamini serikali ya Marekani na sasa haina hadhi ya kuzungumza nasi. Ni serikali inayotaka vita na mshirika wa jinai za utawala wa Kizayuni." Alikanusha moja kwa moja taarifa zilizoenea kwamba mwanamfalme wa Saudi Arabia aliwasilisha ujumbe kutoka kwa Rais Masoud Pezeshkian wa Iran kwenda kwa Rais Donald Trump wa Marekani, akisisitiza kuwa hakuna mawasiliano yoyote kama hayo yaliyowahi kutokea. Katika masuala mapana zaidi ya kimataifa, Khamenei alilaumu Marekani kwa kuanzisha vita vya Ukraine, akisema imekuwa chanzo cha mateso na gharama kubwa zinazolikumba taifa hilo la Ulaya. Mwisho wa hotuba, aliwataka wa Iran kuendelea kuiunga mkono serikali yao ili iongeze uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiuchumi na za kijamii zinazoikabili nchi.